tunakwenda kujenga vituo vya afya vyenye hadhi kama hiyo ambayo tumeionyesha ya Mzinga ya zaidi ya bilioni 4, ili iwe na vifaa vyote, iwe na wataalamu wote, kwa sababu idadi ya watu inaokwenda kuwahudumia kwenye ile kata ni idadi kubwa sana. Ni idadi wakati mwingine inafanana na halmashauri sehemu nyingine. Hivyo sisi kama viongozi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba yale maagizo ya Mheshimiwa Rais tunakwenda kuyatekeleza kwa vitendo. Ndio maana kwenye bajeti yetu ya mwaka 2025-26 tumetenga vituo 5 vya afya vyenye hadhi ya Mzinga ambacho hiki mnakiona, na tunakwenda kujenga ndani ya mwaka mmoja vituo hivi vimekamilika. Kwa nini? Kwa sababu Mheshimiwa Rais alitutaka tuwe tuna makusanyo, na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam mmeona tumeweza kuwa na makusanyo makubwa. Tumetoka bilioni 81, tumekwenda bilioni 111, tumekwenda bilioni 130, tunakwenda bilioni 154, lakini tunataka twende bilioni 170. Hizi fedha ziende zikaakisi mahitaji ya watu wetu. Kwanza kwenye eneo hilo la afya, kuwa na vituo bora katika kata zetu, lakini la pili kuhakikisha kwamba tunajenga miundombinu ya barabara ya uhakika, kuwa na barabara za lami, barabara za zege, na kuwa na mifereji katika maeneo mbalimbali, kuhakikisha kwamba tunakwenda kufunga taa. Lakini pia mapato haya yakaakisi kwenye eneo la elimu, kwamba tuhakikishe kwamba tunajenga shule za sekondari na shule za msingi za kisasa. Na ndio maana kwenye elimu ya msingi tumeongeza shule za English Media kutoka shule 2 kwenda kwa sasa tuna zaidi ya shule 10. Lakini shule sasa tumetoka za Msambao tumeenda kujenga shule za ghorofa zaidi ya 8, na kwenye bajeti hii pia zaidi ya shule 5 zimeingia ambazo tunakwenda kujenga za hadhi. Lakini pia ndugu zetu wa CRDB wametuletea shule ya sekondari yenye zaidi ya shilingi bilioni 4, na halmashauri yetu inamalizia kujenga Kitunda shule ya sekondari ya zaidi ya shilingi bilioni 4 na milioni 500. Hizi shule ndio tutakao kwenda kuzijenga katika maeneo yetu, ili fedha hizi ambazo Mheshimiwa Rais anazileta kwetu ziakisi maendeleo na mabadiliko ya Dar es Salaam, ziakisi maendeleo na mabadiliko ya rais wetu ambaye anaitaka Tanzania ibadilike, lakini ziakisi jitihada za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kufanya jiji la Dar es Salaam kuwa jiji la kimataifa, jiji ambalo linaweza kushindana na majiji mengine duniani. Hivyo kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tumedhamiria kabisa kumuunga mkono rais wetu na ilani ambayo amepita katika eneo letu ambayo fanya mkutano, kuhakikisha kwamba yale ambayo Mheshimiwa Rais ameagiza kwenye ilani na yale ambayo tunakwenda kuyafanya yaakisi dhamira ya rais wetu kwenda kuwatumikia Watanzania, kuwatumikia Wanailala.